Akawa Musa anatembea katika jangwa michana mingi na usiku mwingi. Hakuwa na chochote kile kitakachomsaidia njaa yake wala kuzuia kiu yake. Anamkimbia Farao na adhabu zake. Akatembea sana katika jangwa na alikuwa akikusudia kuelekea Madian ambayo haipo katika utawala wa Farao. Akatembea kwa nyayo zake mpaka zikapasuka na kuchuruzika damu, na njia ya kuelekea Madian ilikuwa ni njia mbovu na ngumu sana, na alikuwa akinywa maji ya visima anavyovikuta njiani, na alikuwa akila kutokana na majani ya miti. Na baada ya siku 8 akawasili katika mji wa Madian, makazi ya Nabii Shuaib. Musa akawaendea mabinti wawili ambao walikuwa ni mabinti wa mtu mmoja mwema aitwaye Shuaib. Musa akawauliza, mbona hamnyweshi wanyama wenu nyinyi? La nasqi hatta yasdura ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Basi Musa akaelekea kisima na akanyanyua jiwe kubwa peke yake, jiwe ambalo mfuniko huo hauwezi kunyanyuliwa isipokuwa na wanaume 10. Akawanywesha wanyama wao, kisha akaenda kwenye mti na kuweza kupumzika kwa kivuli cha mti huo. Wale wadada wakaja na kumshukuru kwa kitendo alichowafanyia cha kuwanyweshea mifugo yao. Shukran laka ayuha al-abdu al-qawiy at-tayyib. Basi baada ya pale mabinti wale wakarejea mpaka nyumbani kwao ambako wanaishi na baba yao. Bila shaka baba, unashangaa leo tumerudi mapema kuliko siku zote. Mwenyezi Mungu leo ametukutanisha na mtu ambaye amenywesha wanyama wetu na ni mwema sana. Kwa kweli ukimtazama mavazi yake hayafanani na Madian kabisa. Ni atakuwa kutoka Misri yule. Uchovu wa safari unaonekana dhahiri ukimtazama, lakini alinyanyua lile jiwe linalozuia kisima pekee. Alafu baba, kuna maneno yule nimemsikia akiyasema, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Baada ya kuyasikia hayo kutoka kwa mabinti zake, akafahamu kwamba yule ni mtu mwema na ni mtu mstaarabu. Akawaagiza mmoja wa binti zake aende akamwite ili aweze kumlipa kwa kazi aliyoifanya. Baba yangu anakuita ili aweze kukulipa kwa vile ulivyotunyweshea mifugo yetu. Wakaanza safari ya kuelekea kwa Shuaib, na mara wakati wakiendelea, Nabii Musa aliona kitu ambacho ni dosari katika nguo yake na vinadhihiri vitu katika nyayo zake. Akamwambia, mimi nitatangulia, utakuwa mbele na wewe utakuwa nyuma, na nitakapokosea njia basi utanielekeza. Mgeni yule Musa akaongoza njia mpaka wakafika nyumbani kwa Shuaibu na wale mabinti zake wawili. Hivi ndivyo Nabii Musa alivyofika katika nchi ya Madian na jinsi Allah alivyoikubali dua yake. Nini kitaendelea baada ya Musa kuwa katika mji huu? Tukutane tena katika kipindi kijacho. Kulinda madaraka hakuruhusiwa kukua
kashindwa kulinda madaraka. Firauni ni fisadi, fisadi katili. Firauni ni fisadi, fisadi kamili. Katili kamili, fisadi katili.